Roho Mtakatifu ni utatu wa Mungu. Maandiko inasema ni Mungu Baba, Mungu Mwana na ni Mungu Roho Mtakatifu. Hivyo tunaona ya kwamba yeye ni utatu wa Mungu, na yeye pia kwa kimombo wanasema ya kwamba he's a person. Ana utu, japo hana mwili kama sisi, lakini akona utu. Anaweza huzunishwa, tunaweza semezana na yeye, na pia tunaweza pia kutembea na yeye. Yesu akawa anawaagiza wanafunzi wake katika Yohana Mtakatifu 16, akiwaambia ya kwamba samahani, wacha nianze 14. Anawaambia ya kwamba nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui. Hivyo ni vigumu sana watu wengi kufahamiana na mtu ambaye hawamjui wala hawamuoni. Lakini tunaona ya kwamba yeye ni mtu, ana utu. Niseme ya kwamba ana utu, unaweza kufahamiana na yeye. Ndiposa Yesu akawaambia wanafunzi wake, nyinyi mnamfahamu, lakini hawa wa ulimwengu hawamfahamu. Hivyo tunaona ya kwamba lazima kukue na ule uhusiano na Roho Mtakatifu. Mlango wa 16 wa Yohana bado ukisoma mstari wa 7 anasema ya kwamba lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Hivyo tunaona ya kwamba sababu ya yeye kuja ni kwamba akawe msaidizi katika maisha yetu, ili akatusaidie katika safari ya wokovu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika maisha ya Mkristo anamhitaji Roho Mtakatifu ili akaweze kumfunza, ili akaweze kuwa mfariji, ili akaweze kutembea pamoja na yeye. Hivyo huyo ndiye Roho Mtakatifu ambaye ni muhimu sana kama Mkristo ukamfahamu.